Nikukaribisha tuweze kufahamu kuhusiana na Said al-Hussein Khamenei, ambapo alikuwa kiongozi mkuu wa Irani na mmoja kati ya wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika historia ya nchi hiyo. Na tangu mwaka 1989 mpaka kuuawa kwake, Khamenei alishika wadhifa wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, ambao ni nafasi ya juu kabisa ya mamlaka ya kisiasa na ya kidini nchini humo, na aliingia madarakani mara baada ya kifo cha Rouhani Khomeini, ambaye alikuwa ni muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Na kabla ya kuwa kiongozi mkuu, Khamenei alihudumu kama rais wa Irani kuanzia mwaka 1981 mpaka mwaka 1989. Katika uongozi wake ulihusisha miongo kadhaa ya mvutano wa kisiasa kati ya Irani na mataifa magharibi, maendeleo ya kijeshi, masuala ya kinyuklia na juhudi za kuendeleza mafundisho ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Sasa Ali Khamenei alizaliwa mjini Mashhad, mji mtakatifu katika kaskazini mashariki mwa Irani, unaojulikana kwa kuwa makazi ya kaburi la Imam Reza, imamu wa 8 wa madhehebu ya Shia Ithna Ashiria, na alitoka katika familia ya wanazuoni wa Kiislamu wa madhehebu ya Shia. Baba yake Said Javad Khamenei alikuwa mwanazuoni maarufu na mwenye heshima kubwa katika jamii ya Mashdai. Sasa tangu utoto wake, Khamenei alipata malezi thabiti ya kidini na alianza masomo ya Kiislamu katika hauza, taasisi ya elimu ya kidini ya Shia. Aliendelea na masomo hayo katika miji ya Mashhad na Jafu nchini Iraki na Qom, ambapo alisoma chini ya wanazuoni mashuhuri kama vile Ayatollah Hossein Burujeri na Ruhollah Khomeini mwenyewe. Sasa mbali na masomo ya dini, Khamenei pia alijifunza fasihi ya Kiajemi, historia ya falsafa, na anafahamika pia kwa mapenzi yake katika fasihi ya Kiajemi, na aliandika mashairi mbalimbali, ingawa sehemu kubwa ya kazi zake za kifasihi ni maarufu sana kwa umma. Baada ya kuuawa kwa rais wa pili wa Irani Mohammad al-Rajai mnamo mwaka 1981 katika shambulio la bomu, Khamenei alichaguliwa kuwa rais wa 3 wa Irani. Alikuwa rais wa kwanza kutoka kundi la wanazuoni wa Kiislamu kushika wadhifa. Katika kipindi chake cha urais, Irani ilikuwa inakabiliwa na vita vikali dhidi ya Iraki vilivyoanza mwaka 1980. Vita vya Irani na Iraki. Uongozi wa Khamenei ulijikita katika kuimarisha uwezo wa kijeshi wa Irani, kujenga taasisi za mapinduzi, lakini pia kulinda mafanikio ya mapinduzi ya Kiislamu dhidi ya maadui wa ndani na nje. Licha ya vikwazo vya vita, Irani ilifanikiwa kudumisha mshikamano wa kitaifa na kuendeleza mfumo wa utawala wa Kiislamu. Baada ya kifo cha Ayatollah Ruhollah Khomeini tarehe 3 Juni mwaka 1989, baraza la wataalam lilimteua Khamenei kwa kiongozi mkuu wa Irani, ingawa hakukuwa na daraja la juu zaidi la kielimu kama Ayatollah Khomeini. Wakati huo uteuzi wake uliungwa mkono na ushawishi wake wa kisiasa, lakini pia uaminifu wa mapinduzi ya Kiislamu na msaada wa viongozi waandamizi. Kama kiongozi mkuu, Khamenei alikuwa na mamlaka makubwa zaidi kuliko rais, ikiwa ni pamoja na kuteua viongozi wa kijeshi na wa kidini, kusimamia sera za nje, lakini pia kuongoza vyombo vya habari vya taifa na kusimamia mahakama kuu na taasisi za haki, vivyo hivyo kuamua kuhusiana na masuala nyeti ya usalama wa taifa. Katika kipindi cha zaidi ya miongo mitatu ya uongozi wake, Khamenei alikabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na mahusiano na Marekani na mataifa magharibi. Tangu mapinduzi ya Kiislamu, uhusiano kati ya Marekani na Irani ulikuwa na msuguano mkubwa, ambapo Khamenei aliendeleza msimamo wake mkali dhidi ya Marekani. Tangu mapinduzi ya Kiislamu, uhusiano kati ya Irani na Marekani ulikuwa na msuguano mkubwa. Khamenei aliendeleza msimamo mkali dhidi ya Marekani, akielezea taifa hilo kama shetani mkubwa kwa kuingilia masuala ya ndani ya mataifa mengine, hususan Mashariki ya Kati. Chini ya uongozi wake, kama tunakumbuka vizuri, Irani iliendeleza kuwa na msimamo mkali kuhusiana na kulinda uhuru wake wa kisiasa, wa kijeshi, huku ikikabiliana na vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani na washirika wake. Mpango wa nyuklia na Irani umekuwa moja ya masuala tata zaidi katika uhusiano wa kimataifa,
wakati ambapo baadhi ya mataifa magharibi yanashutumu Irani kwa kujaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Serikali ya Irani chini ya Khamenei ilisisitiza kwamba mpango huo kwa matumizi ya amani, hususan uzalishaji wa nishati na matumizi ya matibabu. Mnamo mwaka 2015 Irani ilifikia makubaliano ya kihistoria na mataifa yenye nguvu duniani, lakini baada ya Marekani kujiondoa kwenye makubaliano hayo, ambapo ilikuwa mwaka 2018, mzozo mpya uliibuka. Irani ilipitia maandamano ya harakati za wananchi wakidai mageuzi ya kisiasa, kiuchumi, kijamii, ambapo Khamenei akiwa kiongozi wa juu kabisa alisimamia juhudi za kudhibiti maandamano na kudumisha mfumo wa utawala wa Kiislamu. Hata hivyo, alikabiliwa na ukosoaji kutoka makundi ya haki za binadamu kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari, haki za wanawake, hali kadhalika uhuru wa kisiasa. Khamenei aliamini katika mfumo wa wilayati al-faqih, utawala wa wanachuoni wa Kiislamu, ambapo mwanazuoni mkuu wa Kiislamu anapaswa kusimamia siasa na uongozi wa taifa ili kuhakikisha maadili ya Kiislamu yanalindwa. Anaamini kuwa mfumo huo ulikuwa ni njia ya kulinda haki za wanyonge na kupambana na ukoloni wa kisiasa. Msimamo wake pia ulijikita katika kuunga mkono harakati za Wapalestina dhidi ya Israel na kupinga ushawishi wa magharibi Mashariki ya Kati. Sasa leo nimalize na hii. Baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ambapo ulikuwa mwaka 1079, Khamenei aliteuliwa katika nafasi mbalimbali za kisiasa na za kijeshi. Kama jinsi ambavyo nilizungumza awali, alikuwa mmoja kati ya wanasiasa wa uongozi mpya na alishiriki kwa karibu na Ayatollah Khomeini katika kujenga misingi ya utawala wa Kiislamu nchini Irani. Baadhi ya nafasi alizoshika ni pamoja na kuwa mjumbe wa Baraza la Mapinduzi, alikuwa naibu waziri wa ulinzi, imamu wa sala za Ijumaa mjini Tehran, mwakilishi wa Khomeini, lakini pia alikuwa mwakilishi wa Khomeini katika Baraza la Ulinzi wa Taifa.